Tukianzia kwa upande wa Simba Sports Club, wao walifanikiwa wapi zaidi kuzitafsiri hizo mbinu na zikawanufaisha kuondoka na alama 3 leo? Simba dhidi ya Mbeya City, kwa namna yoyote ile unapaswa control game dhidi ya aina hiyo ya mpinzani. Mpinzani ambaye kwenye historia kwenye mechi 10 mlizokutana umeshinda 8, moja sare, moja kakufunga. Hiyo inaonyesha total domination ya kihistoria. Kwenye form yeye katoka kupoteza mechi 3 mfululizo mpaka kafukuza kocha. Wewe umetoka kupoteza mechi 3 lakini za intensity tofauti za kimataifa. Kwa hiyo kulikuwa kuna kila mazingira ya Simba kuweza kucontrol game. Na ndio tulichokiona, wamecontrol game wakiwa na mpira, wamecontrol game wasipokuwa na mpira, na wamecontrol sehemu kubwa sana ya uwanja. Ukiangalia mechi kwa upande wa Simba unaweza kusema imechezwa, hizi steady mbili zilikuwa ni kama zimemilikiwa na Simba, kwa sababu Mbeya City hawakuwa timu ina press juu. Press juu ina maana umemtengenezea Simba njia rahisi ya kufika, kwa sababu atapass through au atapasa juu, anaweza kufanya chochote anachokijua. Lakini Mbeya City nyakati nyingi ni kama walikuwa pinned kwenye nusu yao. Wakiwa na mpira wanaanza kupressiwa huko. Wasipokuwa na mpira unaona Simba anacheza zaidi kwenye nusu yao, kwa maana kwamba hatumii zaidi ile eneo, kwa sababu Mbeya City pia hawawezi kuja. Kuna muda walikuwa kwa idadi chache, ndio hapo sasa ndio wakawa dominated total. Kwa hiyo nafikiri control ya Simba ya game ilianzia hapo. Wakiwa na mpira wanapossess sana, wanapiga pasi nyingi, wana create chances nyingi, wanafikisha nyingi kwa kipa wa Mbeya City, kwa maana ndio hizo shot on target ngapi 11 unazoziona, wamefunga magoli 3. Hiyo inakuonyesha kwamba walikuwa wame control game wakiwa na mpira. Bila mpira wana press higher, wana press kwa nguvu kubwa. Kwenye hayo magoli 3 unaona wamepora mipira miwili, magoli mawili wamefunga. Kwa hiyo unaona Simba namna ambavyo ilikuwa imecontrol game, na unaona kabisa hata kwenye tactics tunaweza tukasema kwenye hii tactical